Mboga za majani katika kuku zimekuwa zina faida nyingi sana kwa kuku. Kwanza inasaidia kuweza kuongeza kama chakula cha ziada kwa kuku. Kama ameshakula chakula kingine basi anaweza akapata hiyo, basi inamsaidia kuongeza chakula kingine. Pia masuala ya vitamins pia inasaidia kwa wale kuku wenye tabia za kudonoana. Kwa hiyo inasaidia pia kuweza kupunguza, tunasema cannibalism, inapunguza hiyo kitu, kwa sababu watakuwa muda mwingi wana concentrate, yani wanashughulika na kula hivyo vitu ambao umeweka hapo, kama dagaa, kama ni mchicha, kama ni matembele, kama ni msusa. Basi na maana kama utakuwa umeweka hapo, au kuna majani ambayo huwa anakula hapo, kama vile mchicha hivi, na mengine ambayo hapo kama mchicha akiwa anakula, yapo majani aina tofauti unaweza wakala. Hii itaweza kuwafanya wawe busy na chakula, kwa hiyo inaweza kupunguza hiyo swala zima la cannibalism. Lakini pia inasaidia kuweza kuwapa mazoezi. Kwa maana ipi? Huwa akichukua hapo anaweza akakimbia pembeni kwenda kula, ama wakati anakula kuna mwingine pia anakuwa anataka kama kumnyang'anya hivi, kwa anakimbizana na vitu kama hivyo, hasa kwa yule ambaye atakuwa hajagundua kwamba pale kuna chakula kimewekwa. Kwa hiyo ni sehemu moja ya mazoezi pia, kwa sababu watakuwa na move na wako ndani. Lakini kwa ambao wanaofuga kwa ndani, hii inawafaa zaidi kwa maana ya aina ya mfugo unaitwa shadidi. Usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel, unaangalia Gomba TV, na hapa tunawapa kuku zetu majani, ili waweze kula kama mboga, waweze kula kama chakula cha ziada. Na hii haikuzuii sema kuna vitu vya kuzingatia hapa. Inatakiwa umeosha kama ni mchicha wako, au kama ni msusa, au kama ni majani yako, uyaoshe, usiope hivi, kwa sababu inawezekana kule ulipotoa kuna bacteria ambao wameingia kwenye hayo mboga zako hizo, kwa hiyo kasababisha kuweza kuwapa madhara. Kwa hiyo ni vitu vya kuweza kuwa makini na hivyo vitu. Lakini pia kuna baadhi ya sehemu unaweza kukuta labda wamepulizia dawa, labda kama kuna michicha, misusa, vitu kama hivyo, kuna dawa ambapo kuna sumu ya kuua wadudu imewekwa humo, kwa unapokuwa unaosha unakuwa unapelekea kuweza kuwalinda zaidi. Kwa hiyo tunaweza tukawa tunawapa kwetu at least mara 3 au mara 2 kwa wiki, itasaidia zaidi. Lakini kama unaweza kuweza kuwa unawapa kila mara, hasa baada ya chakula cha ziada, ili usiweze kukaa ile interference, mwingiliano. Hapo kuna chakula hichi, kwa mfano kama mfugaji kama huyu hapa, yeye aliweka huko chakula cha kawaida na huku ikaepo kama unavyokiona hapo, afu huko upande wa pili akawa ameweka hiyo mboga. Hii ni makosa kabisa, kwa sababu wengine wanashindwa kuweza kula hapo, wataenda kuangalia kula yale majani, kwa hiyo ama mboga. Kwa hiyo itasaidia au itapelekea ni kwamba kuku huku watakuwa shindwa kula chakula vizuri, wataconcentrate sana na majani. Kwa hiyo kama wanataga hawezi kutaga vizuri. Kwa hiyo ni vyema uwape kama cha ziada baada ya kwamba wameisha kula chakula kile ambacho ni main, sasa ambacho ni chenyewe kwa ajili ya kuweza kufanya utagaji. Kwa hiyo kama unaweza kutumia njia hii, uweze kutumia, itakusaidia sana wewe mfugaji. Lakini nimekuwa nikifundisha namna ya kutengeneza chakula cha kuku wa aina zote. Nimekuwa nikifundisha kutengeneza dawa za kuku kwa njia ya asili kabisa, lakini kuelekeza namna ya kuweza kufuga kwa uzuri kabisa kupitia WhatsApp na vitabu. Endelea kuangalia Gomba TV. Yote kuhusu jasiriamali unapata hapa kupitia ya Gomba TV. Kuna vitu mbalimbali utajifunza. Usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel. Call phone number +255 762 956 366. Wote mnakaribishwa. Hii ni ya Gomba TV.